Hello, wana wa Afrika. Chonda, Ubuntu Bantu, Afrika ni watu, sio manyani. Na hii ni podcast ya Pan-Africanism, kauli mbiu yetu. Fikra huru za Mwafrika. Mwafrika lazima awe huru katika fikra zake. Kwa sababu fikra zako ndo utajiri wako na umaskini wako. Na hiyo ndo mifumo ya ulimwengu ilivyowekwa. Alisema Vladimir Lenin, ukitaka kuangusha taifa, basi fanya vijana wake wawe goigoi. Fanya vijana wake wasipate elimu. Fanya vijana wake wawe wanakopa mila na tamaduni za nje. Hiyo nchi itakuwa imeteketea. Bara hilo litakuwa limekwisha. Hayo ni maneno ya Vladimir Lenin, kiongozi wa Soviet Union iliyoanguka mwaka 91. Tunaendelea wana wa Afrika na historia ya Afrika na mambo ya tukuta. Leo nataka kumuongelea Leopard na kumfananishia na John Adolf Hitler, kuchanganya mbegu hizi mbili za watu upe na matendo yao na sifa zao chini ya jua. Adolf Hitler anasema ameua Wayahudi milioni 6. Akaitwa mtu mbaya kabisa kuliko watu wote chini ya jua hili. Jina lake alifai mtu wote kupewa chini ya ulimwengu. Hitler na chama chake cha Nazi hawaruhusiwi maneno yao walioyatamka na vitabu vyao pamoja na makablasha yao kusomwa na kiongozi wowote, mtoto wowote, kiumbe chochote chini ya jua, kwa sababu Hitler aliua Wayahudi. Lakini guess what? Hitler amezaliwa na Wayahudi. Baba yake ni kutoka katika familia ya Jacob Rothschild. Jacob Rothschild alizaa na mwanamke wa Kijerumani mwenye asili ya Austria. Akazaa mtoto anaitwa Adolf Hitler. Adolf Hitler, wao wakamuita Hitler. Huyu ndio akaja kuwa mtawala wa Ujerumani ya baadaye ya mwaka 1939 mpaka 1945. Yeye ndio aliendesha vita ya kudai usawa wa Ujerumani kutoka kwa wakoloni wa kizungu wa magharibi. Wakati huo Hitler amekuta Ujerumani ikiwa imewekewa vikwazo na ule mkataba wa Versailles ambao ulikuwa kuiondolea nguvu Ujerumani. Mjerumani aliambiwa adisbandi jeshi lake, alipe mamilioni ya dola kwa uhalifu wake wa vita ya kwanza ya dunia. Na hii ikamfanya Hitler aanzishe vita ya pili ya dunia. Wanasema Hitler ndio perpetrator mkubwa aliyeua watu wengi. Lakini narudi upande mmoja, naenda moja kwa moja mpaka Brussels na Antwerp Ubelgiji, kule na kwenda kukutana na Leopold II. Leopold wa pili. Mji wa Kongo akauita Leopold vile. Hiyo Kinshasa leo akaita Leopold vile. Huyo ndio Leopold. Leopold anaitwa the Great. Leopold II the Great. Ameua Waafrika milioni 20 hadi milioni 22. Amewatia vilema watu zaidi ya milioni 11 kwa kuwakata masikio, kuwakata mikono, kuwakata vidole, ili mradi tu kuwatisha wawe watumwa wa Ubelgiji. Ubelgiji nchi ndogo kabisa kama jimbo la Darfur, udogo wa Ubelgiji, lakini ikaja kutawala taifa kubwa la Kongo lenye ukubwa sawasawa na bara Ulaya na Latin America. Kongo ukubwa wake umezidi bara Ulaya na uchanganyikani na Latin America. Wametawala kivipi? Strategy and lie, mkakati na uongo. Deception and conquers. Rape and manipulation. Hivi ndivyo walotumia Leopard. Lakini leo dunia inamkumbuka, wanamuita Leopold II the Great. Upi ukuu wake? Ukuu wa Leopold ni upi? Leopold alimuua Patrice Emery Lumumba akishirikiana na Mobutu Sese Seko. Walimuua Patrice Emery Lumumba. Kongo ikalapti kwenye vurugu. Vurugu ya Kongo ikaendelea hadi kesho ninapoongea. Kwa mimi nikiwa kama Pan-Africanism na wana wote wa Pan-African wanaamini amani ya Kongo ndio amani ya dunia na amani ya Afrika. Kwa sababu Kongo ina mineral, dhahabu na madini mengine yenye thamani chini ya jua, yenye mbao nyingi za kutengeneza meli pamoja na zana za kisasa za maendeleo ya ulimwengu.
Kwa hiyo Leopard aliwaua wa Afrika zaidi ya milioni 22 hadi 20. Yeye bado anaitwa shujaa, yeye ni mkuu. Aliyeua milioni 6, yeye ni adui, yeye hafai, ndio adui namba 1 wa ulimwengu. Hii maana yake ni nini? Kama hawajakuunga mkono watakutangaza mbaya, ila wakikuunga mkono wewe ni mzuri mpaka mwisho wa maisha yako. Mfano mdogo, Tony Blair aliua maelfu ya watu kule Iraki. George Bush akaua maelfu ya watu Iraki, maelfu ya watu Afghanistani, maelfu ya watu wanaendelea kufa Yemeni pamoja na Oman na maeneo mengine ya Asia. Hiyo wanaita Mashariki ya Kati haina amani, kwa sababu mtu mmoja anaamua kuua na kuacha hai na kuua, yeye ndio mwenye maamuzi. Ni Benjamin Netanyahu, yeye ndio mtawala wa taifa wanaliita Israeli, taifa ambalo si lingine bali tunaita American military base in the Middle East. Yani tunaita the outpost of America military base. Hii sio taifa, kwa sababu nikikwambia ya kwamba mambo anayofanya Netanyahu angeyafanya kiongozi wote wa Afrika. Saizi mahakama ya The Hague, mahakama ya ICJ wanaita International Criminal Justice, na ile wanaita ICC International Criminal Court, yote ingekuwa inajaa mafaili ya wazungu kwenda kushtaki Mwafrika amefanya maajabu mengi, ameua watu wake mwenyewe, kama vile walivyomtoa hati ya kifo kwa braza kaka mkubwa wa bara la Afrika, Mheshimiwa Kanali Muammar Gaddafi. Libya haijawahi kuwa maskini. Utajiri uliokuwa nao Libya uliwatetemesha wazungu, wakataka Libya irudi chini, wao wapande juu. Maombi yao yamesikika. Libya sasa ni masikini, watu wake wamegeuzwa watumwa. Ila nasema Leopard ni shetani, Hitler ni shetani, na wauaji wote duniani hawana haki ya kuitwa wakuu, akiwemo Constantine the Great na Alexander the Great. Hawa wote ni barbarian, rapist, plunda, hawana heshima mbele ya umma wa staarabu wa ulimwengu. Hawa ni wauaji na sifa zao zinabakia milele, kwamba hawafai kuwepo katika kumbukumbu ya ulimwengu. Tepu wana wa Afrika, mimi ni Chionda wa Chionda. Ubuntu Bantu, Amenera.